Msikilizaji wangu wa Light Simulizi, ni kukaribisha katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi, ama ukipenda unaweza kuita umekosea lakini ni tamu. Ni kukaribisha tu tuweze kusonga mbele katika kipande hiki cha siku ya leo, tujue je, mambo yalikuwaje huku. Lakini ilipoishia katika sehemu ya pili ni pale inaelezwa kwamba licha ya matajiri mbalimbali kuja kuomba uziwe eneo hili, lakini mmiliki wake alikataa kabisa, akidai hili eneo ni mali pekee anaweza kumwachia mwanae wa pekee. Wengi waliunga mkono kwa mmiliki wa eneo hili kutokuliuza, maana aliwasaidia sana kwa kuwauzia matunda na mboga ambazo zilikuwa zinalimwa na mwanae aliyarithi kazi hii toka kwake, ambaye alianza miaka 21 iliyopita akiwa na miaka 17. Sio mwingine, watu wanapenda kumuita Mama Bagia. Basi tuendelee, lakini mimi naitwa Trishi. Hii ni Light Simulizi. Karibu sana. Kutokana na biashara yake ya bagia ambayo miaka yote amekuwa akifanya na kujipatia wateja wengi waliokuwa wanakuja kununua bagia hizi za kunde ambazo zilikuwa na sifa ya kipekee pale nyumbani, tofauti na miaka iliyopita. Alikuwa anatembeza kwenye mashule, wengine walikuwa wanamuita Mama Eric, jina la kijana wake wa pekee mwenye miaka 21 ambaye alimsomesha kwa shida, akiishia kidato cha 6 na kushindwa kuendelea kutokana na ukata wa fedha. Maana kama ungemuuliza Tausi usingeweza kumpata. Mama Bagia, pasipo kujua kuwa yeye ni malikia muuza bagia, licha ya kuishi maisha ya shida, lakini akiwa na miaka 33 hakuwa amepoteza uzuri wa umbo na sura yake, na wala hakukuwa na mwanaume yeyote kati ya wengi waliokuwa wanahitaji kuwa naye, kuanzia watu wenye hali za chini na wale wenye fedha zao ambao walihitaji kumfanya nyumba ndogo. Sio kwamba hakuhitaji kuwa na mwanaume au hakujisikia kuingiziwa dudu, ila kuna sababu mbili zilizomfanya asiweze kuwa na mwanaume. Moja ni kwamba usiku ule Tausi akiwa binti mdogo alipokimbia kwa shangazi yake akiwa na fuko lenye vito vya dhahabu na fedha nyingi, pia na fuko la bagia zile zilizobakia siku ile kule mauzoni, alikwenda moja kwa moja mpaka mtaa wa pili ambao unaitwa Mabatini ya Matogoro, kwenye kibanda cha idara ya maji ambacho kikawaida hujengwa imara kwa ajili ya kuwekea zile koki kubwa za maji yanayosambazwa mtaani. Ili kukitambua, huwa inakuwa na tenki juu, yani juu yake. Zamani alikuwa matenki ya chuma. Aliingia ndani yake sababu vibanda hivi huwa havina milango. Alilala hapo mpaka asubuhi, ambapo alianza kuzurula mitaani pasipo kujua aende wapi, huku akishindia kwa kula bagia zake na kushushia na maji ya mtoni. Hakutaka kutumia hata senti yake, na mbaya zaidi hakuwa na uwezo wa kwenda kijijini Liwena, akihofia kukosa cha kuwaeleza wazazi wake. Hata giza lilipoingia, Tausi alijikuta pembezoni mwa eneo kubwa la shirika la kilimo ambalo hutumika kwa kutunzia mbegu za mimea mbalimbali, ambayo kwa mkoa huu ilikuwa kama mgeni, na mingi yake ikiwa ni matunda. Pia eneo hili lilitumika kwa mifugo. Eneo hili kipindi hicho lilikuwa limezungukwa na pori kubwa sana, ambalo kando yake kuna baadhi ya wananchi waliruhusiwa kufanya kilimo, sababu serikali ilikuwa haina matumizi nalo. Tausi katika kuzunguka akajikuta amekwamia kwa bibi mmoja ambaye alikuwa anaishi kwenye nyumba yake ndogo nzuri ya matofali ya kuchoma, iliyoezekwa kwa bati na kusakafiwa kwa saruji katikati ya shamba lake. Tausi akajieleza tatizo lake na kuomba hifadhi. Karibu mjukuu wangu, maana siku zote niko peke yangu huko porini. Ina maana akakubaliwa, japo hifadhi ilikuwa siku moja, lakini hata siku ya pili wakaendelea kuwa pamoja, akimsaidia kazi bibi huyu ambaye alikuwa na shamba kubwa sana kiasi cha kushangaza watu
aliwezaje kulima mwenyewe? Tausi aliendelea kuwepo kwa yule bibi hata siku ya 3 na hatimaye mwezi ukakatika, Tausi akiwa hapa kwa bibi ambaye maisha yake licha ya kuwa ni bibi mtu mzima, lakini alikuwa na maisha mazuri kiasi, tofauti kama ungekuta bibi maskini katika pori kama hili. Kula kwake, kulala ndani kwake, hata mazingira ya utunzaji wa vyombo na vyakula ulikuwa ni mzuri kabisa, kama afanyavyo watu wengine wastaarabu. Pia hata uvaaji bibi huyo ulikuwa ni wa kawaida kiasi kwamba kama wewe ni mtu mgeni kwake, ungeshangaa huyu bibi anatoa wapi uwezo wa kuwa hivi. Mwisho wakajikuta wanaishi kama mtu na mjukuu wake. Lakini katika siku hizi ambazo Tausi aliishi kwa bibi huyo, aligundua kuwa bibi huyo ambaye alikuwa anaitwa Chihaule, ikiwa ni maana ya mke wa Haule, alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa anaishi mjini, ambaye alikuwa na maisha mazuri kutokana na kazi yake kama dereva kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, huko mke wake akiwa ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Songe Girls, wenye familia ya watoto 3 ambao mkubwa kabisa alikuwa na miaka 15 wa kiume na 2 wa kike, mmoja akiwa na miaka 11 na wa mwisho miaka 6, ambao kila weekend walikuwa wanakwenda kumtazama bichi Haule hapa nyumbani kwake. Hata walipomvuta Tausi walisema wanamshukuru sana mama yao ambaye ni bibi wa wajukuu wao amepata mtu wa kukaa naye, na mtoto wake huyo, yani bwana Haule, ndiye alikuwa anamsaidia mama yake kumkodia watu wa kulima. Siku zilikwenda, Tausi akaanzisha upya mradi wake wa bagia kwa kutumia kiasi kidogo cha fedha kati ya zile alizoachiwa na mwenye kijana, huku kiasi kikubwa cha fedha akikihifadhi. Tausi alitumia mida saa 4 kwenda kuuza bagia kwenye mashule ya msingi na kurudi nyumbani haraka, na ukizingatia ujauzito wake ulizidi kumngarisha. Akiongezea sasa alikuwa na uwezo wa kununua nguo anayoipenda, huku wale watoto wa bichi Haule wakimletea nguo kila walipokuja kuwatembelea. Na kwa kuwa mimba yake haikuwa imeanza kuvimbisha tumbo, basi Tausi alipata wakati mgumu sana wa kuwakatalia wanaume ambao walikuwa wakimsumbua kila kukicha. Miezi 9 ujauzito ilipotimia, Tausi akajifungua salama. Mtoto wa kiume akisaidiwa na ndugu wa bibi Tausi alipata huduma zote ambazo mama mjamzito anatakiwa kuzipata. Ndani ya siku 2 tayari walishakuja watu wengi kumtizama mtoto wa Tausi, wengi wao wakiwa na wafanyakazi wenzao na wale watoto wa bichi Haule, kiasi cha kushangaza hata bichi Haule, maana hata pindi watoto wake walipopata watoto haikuwahi kutokea watu wengi kuja kumtizama mtoto. Siku ya 3 usiku, wakiwa wameshakula na wametulia sebuleni wanaongea hili na lile, huku dada wa kazi aliyeletwa kwa msaada wa bwana Haule, yani mtoto wa bibi, akiendelea kufua nguo ama nepi za mtoto ambaye bado alikuwa hajapewa jina rasmi. Bibi alionekana kuwaza sana juu ya mtoto huyo. Tausi, nakumbuka uliniambia kwa baba mtoto alikuwa anasoma chuo cha ualimu na uongozi. Je, unakumbuka alikuwa anaitwa nani na anatokea mkoa gani? Bibi aliuliza kwa sauti ya upole na utulivu, akiwa amemshika ama amempakata yule mtoto mchanga wa kiume. Kwa swali hili, Tausi alitazama chini kwa simanzi na huzuni. Vipi Tausi, mbona unanyongea ghafla? Kama mimba ilikuwa kubakwa? Bibi aliuliza kwa utani. Na Tausi ambaye sasa alionekana mdada wa maana alicheka kidogo. Bibi, ukweli baba huyu mtoto wenzio alikuwa anamuita kijana, alisema Tausi kwa sauti fulani ya kuona aibu. Maana ni uzembe kwa msichana kulala na mwanaume kwa miezi 2 na usimjue jina halisi. Tausi, acha utani. Kwa hiyo na wewe ukamuita kijana? Alisema bibi, kisha wote wakacheka, ila kicheko cha Tausi kilikuwa cha kinyonge. Sasa bibi, mimi ningemuitaje wakati wao wenyewe walikuwa wanamuita mwenye kijana? Tausi aliuliza kwa sauti ya kukata tamaa. Wewe unasema alikuwa anaitwa mwenye kijana? Bichi Haule aliuliza kwa sauti ya mshangao na mshtuko mkubwa ambao ulimfanya Tausi na yashtuke kwa uoga na kuitikia kwa kichwa. Hapo Tausi akamwona Bichi Haule akimtizama kwa macho yale ashiria mshangao wa wazi kabisa.
nani mwingine anajua kuwa hii mimba ya huyo mtu unayemsema? Bichi Haule aliuliza. Wenzake wawili, alisema Tausi, ambaye alianza kushangaa ile attention ya bibi ambaye alitulia kwa dakika kadhaa kisha akacheka kidogo. Hivyo Tausi, unamjua Mwenye au unafanya utani? Nani alikwambia Mwenye anaacha damu yake? Alisema bibi, na Tausi bila kujua maana ya Mwenye akaanza kumsimulia ili kumhakikishia kuwa huyo kijana anaitwa Mwenye na ndiye alimpata ujauzito wa mtoto huyo. Akamwonyesha fedha na vile vitu alivyomwachia. Kweli Tausi, huyu ni Mwenye ajaye, alisema Bichi Haule huku akivitizama vile vidani na urembo wa mkononi wenye mfano wa bangire. Sikia mjukuu wangu, huwezi kuwa na bahati mbaya. Lazima mtoto atakutana na baba yake. Hii ndio alama ya mwanao itakayomtambulisha kwa baba yake. Unatakiwa kuitunza, alisema bibi huku anampatia vile vitu vyake. Ila nina ombi moja kwako. Naomba unipe nafasi ya kumpata jina mwanao. Itakuwa nafasi kubwa katika maisha yangu, aliomba bibi, na Tausi akamruhusu bibi kumpata jina mtoto. Mwite Erike. Hili ni jina la babu yake, alisema Bichi Haule, na pasipo kujua Tausi akadhani kuwa ni jina la mume wa yule bibi. Ni jina zuri. Alifurahi sana Tausi, kwani bibi, unajua anapokaa mwenye kijana? Tausi aliuliza na kumfanya bibi atabasamu kidogo. Nadhani wakati utakapofika giza litaondoka usoni mwako na utamwona baba mtoto wako, alisema Bichi Haule. Maisha yakaendelea, siku zikaenda, hata ilipo katika miaka 2 mtoto akiwa anakimbia na kucheza. Tausi aliendelea kumlea mwanae huku akiuza bagia zake zilizopendwa kuliko vitafunwa vingine kwenye mashule, iwe kwa walimu au wanafunzi, hata wapita njia. Ndio mwaka ambao Bwana Haule alipata uhamisho wa kwenda mkoani Tabora kuwa mkuu wa usimamizi wa magari kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora. Hakuweza kumwacha mama yake ambaye alikuwa anahitaji uangalizi wa karibu, japo alijaribu kumshawishi Tausi aondoke naye kwa ajili ya kumtizama bibi, lakini bibi mwenyewe aliosisitiza anamsubiri baba mtoto wake, japo hakufafanua kwa mtu yeyote. Lakini walimuelewa na kaondoka zao wakimwacha Tausi anaishi kwenye ile nyumba, wakiwaeleza kwa kuwa eneo lilikuwa ni la serikali, alitumia mpaka serikali itakapohitaji eneo lao. Lakini bahati ikawa upande wake, maana mwishoni mwaka huo ambao ulikuwa ni mwaka 94, serikali ikatangaza kugawa maeneo hayo ikiwa ni mpango wa mji kwa gharama ya 20,000, na walipewa kipaumbele ni wale waliokuwa wanaendesha shughuli zao za kilimo kwenye maeneo hayo, lakini kwa ukubwa wa hekari 1 na isiyozidi hapo, labda ulipia maeneo 2. Tausi akatumia kiasi fulani cha fedha alizopewa na mwenye kijana ambaye sisi tunamfahamu kama Eugene Mbogo, ambaye hakukata tamaa ya kumgoja kutokana na maneno ya Bichi Haule, na hii ndio sababu ya pili ya kushindwa kukubali ofa ya mwanaume yote. Maeneo yalichukuliwa na watu wenye fedha nyingi, huku wakulima wakishindwa kulipia gharama kubwa ya 20,000. Hata Bichi Haule wengi walidhania kuwa ni mlinzi wa eneo lile ambalo ni la kwake. Ujenzi ulianza mara moja, watu walishusha nyumba za maana, huku Tausi akianza kuboresha eneo lake kwa kutengeneza bustani za matunda na mboga ambazo muda mchache baadaye alianza kuwauzia matajiri waliokuwa wamehamia pale mtaani. Ilipita miaka mingine 4, yani mwaka 98, mwana Eriki akiwa ameshatimiza miaka 6. Tayari watu mtaa ulishakuwa na watu wengi sana. Nyumba zilizokuwa kwenye mpangilio mzuri zilionekana kupendeza mtaa huu mpya wa Seed Farm. Ndio mwaka ambao Tausi aliamua kwenda kijijini kwao kuwatizama wazazi wake. Hakuwa na sababu ya kuendelea kuwakimbia, sababu alikuwa na maisha yake tayari. Hata biashara yake ya bagia ilishakuwa kubwa sana na kumwezesha kumlipia mwanae shule ya msingi, na sasa alikuwa darasa la 1. Tausi alikwenda nyumbani kwa Oliwena ambako alipokelewa vizuri na wazazi wake, ambao ukweli kimuonekano walifurahi sana kumwona binti yao akiwa amependeza sana na kuonekana
mdada wa nguvu. Kule kijijini Tausi aliwakuta shangazi yake na Patricia, ambaye naye alikuwa na mwanae wa kike anayelingana kwa umri na Eric. Pia alimkuta binamu yake Joseph Chogo katika hali yake ile ile, japo alishakuwa mkubwa sana. Hali alizowakuta nazo kina shangazi ilikuwa kusikitisha. Hakika Patricia hakuwa yule msichana mrembo, sasa alionekana ni mdada wa kijijini alichoka kweli kweli. Huwezi amini sasa Tausi akaingia jukumu la kuwaletea nguo akina Patricia na mama yake, yani shangazi yake. Maisha yaliendelea, miaka ikakatika. Tausi hakumwona mwenye kijana hata mwaka 2009 mwanae Eric alipomaliza kidato cha 6, akiwa ni kijana mwenye sifa za pekee pale kwenye mtaa wa matajiri, ukiachilia mwonekano wa mwili wake mwenye urefu wa wastani uliojengeka kimazoezi kutokana na kushiriki mazoezi ya mpira wa miguu kila jioni. Pia alikuwa mpole na mwenye heshima kwa watu wa rika na jinsia zote, kiasi cha kutokea kupendwa na wengi sana, hasa bwana William Jackson ambaye alikuwa jirani yao kwa upande wa mbele, wakitenganishwa na barabara. Ukiachilia hivyo, Eric ambaye alikuwa anaitwa Eric kijana, bado alikuwa na uwezo wa kuongea na mtu vizuri na kueleweka haraka zaidi. Hakupenda ugomvi. Hata wenzie walipogombana walimfanya yeye kuwa msuluhishi. Baada ya kuona miaka inazidi kukatika, ndipo Tausi alipokumbuka kwa kuna Bibi Chihaule ndiye anaweza kumweleza anakuweza kumpata mwenye kijana. Tausi au Mama Bagia akaanza perika za kutafuta mawasiliano ya bibi huyu ambaye mara ya mwisho alikwenda Tabora na watoto wake. Akamtuma mwanae Eric kwenda kutafuta mawasiliano ya bwana Haule, yani mtoto wa yule Bibi Chihaule. Eric alifanikiwa kupata namba za simu za Haule na mke wake, japo Eric hakufahamu zile namba za simu mama yake anazitafuta kwa ajili gani, lakini aliziwaisha kwa mama yake ambaye alikuwa anazisubiri kwa hamu kubwa. Naam, ilikuwa mida ya saa 2 usiku, ndio mida ambayo Tausi alijifungia chumbani na kupiga simu kwa bwana Haule. Na simu ilipokelewa, Tausi akasalimia na kujitambulisha. "Oh, Tausi, ujambo mama?" alisalimia bwana Haule, mtoto wa Bichi Haule. "Sijambo, shikamoo." Hapo zikafuata salamu ambazo zilikuwa ni za uchangamfu. Mara fulani anasemaje, sijui nani ya jambo, mwisho ikajania na dhomoni. "Samahani, naweza kuongea na bibi?" alisema Tausi, huku kihoro cha kufahamu sehemu alipobaki Eric. Pole sana Tausi, nadhani hatukuwahi kuongea toka tulipoondoka kwa Songea, alisema bwana Haule kwa sauti ya upole iliyojaa simanzi. Hapo Tausi akajua kuna taarifa mbaya ambayo ilimpita siku nyingi zilizopita. "Kuna nini tena baba?" Hivyo ndivyo Tausi alivyokuwa anamuita bwana Haule toka kipindi kile hajahama. Ni mwaka wa 4 sasa toka tumemzika mama. Tena siku zake za mwisho alikuwa anasisitiza tukuulizie kama ulishampata babake Eric, na alitamani kuongea na wewe, lakini mpaka anafariki hatukuwahi kupata namba yako, alisema bwana Haule, ambaye alimueleza kwa kirefu kuwa yeye na mke wake walishastaafu kazi na sasa wanaishi Dar es Salaam, Kongoe ya Kibaha, mkoani Pwani, ambako alifanya kazi mara ya mwisho na ndiko mama yake alikofarikia. Kwa taarifa hiyo, Tausi hakuwa na ujanja, akaona bora aendeleza maisha yake na kuzidi kumlea mwanae ambaye sasa alikuwa kijana mkubwa, na ndicho kitu ambacho kilimfanya Mama Bagia asiwe na mpango wa kuwa na mwanaume, sababu aliona isingeleta picha nzuri kwa kijana wake Eric, ambaye kiukweli hakuwa na maswali juu ya baba yake, ila upendo kwa mama yake ulikuwa mkubwa sana. Mwaka 2015 ndio mwaka ambao jirani yao upande wa kushoto alipohamia. Huyu alikuwa ni Dr. Simon Nelson, ambaye alihamia pale akiwa na mke wake na mtoto wa dada yake anaitwa Margaret, wakitokea mkoani Mbeya, ambako mzee huyu na mke wake walikuwa wanafanya kazi kwenye hospitali inayomilikiwa na watu kutoka India. Bwana Simon akiwa kama bingwa wa magonjwa ya kina mama na mke wake akiwa kama nesi. Na baada ya kujichanga na wao wakaja Songea na kufungua hospitali yao binafsi katikati ya mji wa Songea kwenye majengo ya NPF,
hospitali ambayo ilijipatia umaarufu mkubwa kwa muda mfupi. Ujio wa Bwana Simoni ambaye alikuwa mwenye uwezo mkubwa wa kimaisha ulileta unyonge kwa mabagia. Yani Tausi ni baada ya kumuona mwana Eric kwa mara ya kwanza akionyesha kumpenda Margaret, mtoto wa dada wa jirani yao ambao walikuwa wanaishi nao vizuri. Sio mbaya kwa kijana mkubwa kama Eric kuwa na mpenzi, lakini kuna vitu ambavyo vilimfanya mama Eric aingie simanzi kwa mwanae. Kwanza kabisa, mwana Eric akiwa anampenda mwanamke kwa mara ya kwanza, lakini mwanamke huyo hakuonyesha dalili za kuwa na mwanae. Japo hilo lilimfanya mama huyo ashukuru Margaret kutokumkubalia mwanae kimapenzi, sababu binti huyo ambaye licha ya kuishi kwenye familia yenye maisha bora na fedha nyingi na kuwa na hadhi tofauti na Eric ambaye aliishi kwa kumsaidia mama yake kulima mboga na matunda, alafu kwa siku za weekend angevuna na kuzipeleka sokoni mjini. Margaret hakuwa msichana mwenye mapenzi ya kweli kwa mwanaume, sababu miezi mitatu kutoka wahamia Songea, yani hapa nyumbani kwa mjomba wake Bwana Simoni, tayari walishamuona akibadili wanaume mara kadhaa, tena akiwaleta pale nyumbani kwa mjomba wake, ambako siku za kazi kuanzia mida asubuhi mpaka saa 10 za jioni huwa anabakia yeye na dada wa kazi pale nyumbani. Sijui ana balaa gani huyo mtoto. Wenzake wanamfanya jamvi la wageni, yeye anakataliwa. Aliwaza Tausi, yani mamake Eric, ambaye siku za mbele alikuja kugundua kwa binti yule alikuwa anaangalia mwanaume mwenye fedha na muonekano wa kimaridadi akiwa na kigari au pikipiki. Hapo hakuwa na ujanja. Lazima Mage angepanua mapaja yake kuruhusu dudu iingie kwenye kitumbo chake. Ukweli Mage alikuwa mzuri kwa muonekano wa sura na umbo. Kasoro yake ni tabia ya kubadili wanaume kila kukicha. Kilichomkondesha mama Eric ni kitendo cha mwanae kukosa amani anapomwona Mage akiwa na wanaume wake. Kila siku mabagia alikuwa anamuomba mwanae akate tamaa juu ya binti huyu Mage, sababu ingekuwa vigumu kwake kama mama kuona mwanae wa pekee akiwa na mwanamke kama yule. Ilifika kipindi hata anapokuja kununua mboga kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani kwao, ungemwona Eric anapomhudumia kwa unyenyekevu na kumrundikia Mage kuanzia mboga mpaka viungo vingine ambavyo hakuja kununua, yani nyanya, vitunguu, bamia, nyanya chungu na hoho. Wewe unadhani tuna ng'ombe nyumbani? Kama Mage asipokuwa mkali basi kama hivyo, basi angelazimika kusaidiwa na yeye mwenyewe Eric mpaka nyumbani kwao. Huko njiani angeanza kumkumbushia maombi yake ambayo kila siku yanakataliwa. Mwaka 2017 mwezi wa 6, Eric bado akiwa anaendelea kujaribu bahati yake kwa binti ambaye kwa akili ya kawaida mwanaume yote asingeweza kudumu naye kwa siku mbili. Lazima angempata na kumaliza haja zake kisha kuachana naye. Ni kutokana na tabia ya kubadili wanaume kila kukicha. Alichoangalia yeye ni kijana mwenye fedha zake. Siku ambayo tunaanza kuisimulia ilikuwa ni Jumamosi, saa 12 jioni, mida ambayo Eric alikuwa anarudi nyumbani kutoka mazoezini, akiwa amevalia tracksuit yake nyeusi na raba zake za mpira wa miguu juu t-shirt au jezi nyeupe. Eric alikuwa anapenda kucheza mpira wa miguu. Eric akiwa anakatiza taratibu kwenye njia za mtaa wa Seed Farm akielekea kwao, huku anawaza juu ya kulikosa penzi la Margaret ambaye licha ya kumuona na wanaume mbalimbali, lakini yeye hakuacha kumpenda. Mara akasikia mungurumo wa gari nyuma yake, akalipisha. Haikuwa ajabu kuona magari mtaa huu ambao ulikuwa nakaliwa na matajiri, lakini lile gari halikumpita Eric, lilikuja na kusimama upande wake. Ilikuwa ni Toyota jeusi, na yeye akasimama, akaona kioo cha upande wa dereva, yani kule alikokuepo yeye, kikishushwa. Na hapo Eric akakutana na sura nzuri ya mwanamke ambaye sio hapa Seed Farm pekee, lakini hakuwahi kuona msichana mwenye sura nzuri kama yule. Hivi Mage angekuwa hivi, si asingenisalimia kabisa, aliwaza Eric, huku akimtizama yule mwanamke ambaye ndiye alikuwa dereva wa gari lile ambalo ndani yake alikuwa peke yake. Zaidi Eric
aliona mabegi yakiwa yamejaa ndani ya gari. Habari kaka, samahani kwa usumbufu. Alisalimia yule dada ambaye umri wake ni kama yeye, yani kati ya miaka 24 au 25, huku tabasamu pana likitawala usoni kwake. Safi tu dadangu. Bila samahani, alijibu Eric, huku akizidi kuusanifu uso wa dada huyu ambao ulipambwa na nywele nyeusi zilizosukwa vyema, ungesema amesukia nywele za bandia. Macho ya wastani, pua iliyotaka kuchunguka kidogo, mdomo mdogo wenye lipsi pana ambazo zilikolezwa kwa lip shine, huku mashavu yake ya wastani ikionyesha vijishimo wakati huo alipokuwa na tabasamu, huku kidevu chake cha mviringo kikitengeneza kitu fulani cha kupendeza. Asante kakaangu, nilikuwa naulizia kwa Dr. Simoni, alisema yule mwanamke mrembo ambaye kimuonekano wa kijana kama Eric asingeweza kujaribu hata kumwazia kwamba anaweza kuwa na mahusiano naye, yaani amvulie nguo na kumuingizia dudu. Ni hapo mbele, nyumba kama ya 3 tu, alijibu Eric akionyesha mbele kule walikoelekea. Okay, asante sana kakaangu, alisema yule dada, huku anaondoa gari yake taratibu. Safari hii hakupandisha kioo. Eric alitembea taratibu huku akiutafakari uzuri wa msichana yule. Jamani, kuna watu wanafaidi. Sijui kwa nini nimekuwa maskini, aliwaza Eric huku anaendelea kutembea taratibu. Sasa basi, wakati anakatiza usawa wa nyumba ya Dr. Simoni, akatizama upande ule na kuona Dr. Simoni na mke wake wanamsalimia yule msichana mrembo aliyemuulizia hapo nyuma muda mchache uliopita, huko Mage na dada wa kazi wakishusha mizigo toka kwenye gari. Oh mwanangu, jamani, karibu. Ilikuwa ni sauti ya mke wa Dr. Simoni, yani shangazi yake Mage. Hapo ndipo Eric alipofahamu kuwa huyo mwanamke mzuri sana ni mtoto wa Dr. Simoni, ambaye sasa aliweza kumtazama vizuri, maana alikuwa nje ya gari anakumbatiana na mama yake. Kuna wasichana wazuri jamani, utadhani ni wale mama Malkia, alisema Eric akipunguza mwendo ili aweze kuona vizuri umbo la kustajabisha la yule ndugu wa Mage, ambaye licha ya kuvalia gauni refu, lakini umbo lake lilionekana vyema likijichora kwenye gauni lake, halafu lilimpendeza sana kwa urefu wake, huku msambwanda wa dada huyu ukionekana vizuri kabisa. Eric, njoo best yangu nisaidie. Ilikuwa sauti ya Mage ambayo iliutekenya moyo wa Eric, na Mage alimwita Eric akijua kuwa asingeweza kukataa hata kama angekuwa amechoka vipi, kwa sababu alijua jinsi kijana huyo alivyokuwa anahangaika kumpata. Ni kweli kama alivyokuwa amewaza, Eric hakujiuliza mara mbili. Alichepuka mara moja na kuelekea kwa kina Mage, ambako bado Dr. Simoni na mke wake walikuwa nasalimiana na huyu mwanadada ambaye kimuonekano ni mzuri kweli kweli. Ni mzuri wa sura na umbo lake matata. Shikamoo dokta, alisalimia Eric baada ya kufika pale nyumbani kwa Dr. Simoni. Oh Eric, karibu bwana, naona unatoka mazoezi, alisema Dr. Simoni ambaye yeye na familia yake alikuwa kama watu wengi wa mtaa ule wa Sidi Farm. Alikuwa anamfahamu Eric na kumchukulia kama kijana mstaarabu sana, asiye na makuu, mwenye nidhamu pia kwa watu wote na kujituma katika shughuli zake za kila siku. Ndiyo mzee, si unajua tena tunakimbizana na Marelia, alisema Eric huku anamgeukia mke wa Dr. Simoni ambaye alikuwa amemshika mkono yule binti mrembo, ambao wote kwa pamoja walikuwa wanamtizama huku nyuso zao zikiwa na furaha. Shikamoo mama dokta, alisalimia Eric huku akiwa anamtizama mke wa Dr. Simoni. Na kwa bahati mbaya macho yake yalikutana na macho ya mwanadada huyu ambaye alionyesha wazi kuwa ni mtoto wa Dr. Simoni, ambaye ni kama aliongeza kutabasamu, huku wote wawili wanakwepesha macho. Marahaba Eric, aliitika mama dokta huku anageuka kumtizama mwanae. Ni kama aliona kitendo cha Eric kukwepesha macho yake alipomtizama mwanae. Mzuri. Eric, njoo basi unisaidie bwana, alisema Mage ambaye alikuwa anaendelea kushusha mabegi toka kwenye gari.
Subiri kwanza Mage, alisema mke wa dokta huku akimdaka mkono Eric, akimzuia asiondoke. Mbona hujamsalimia dada yako? Alisema mke wa dokta. Hapo Eric akamtizama tena yule mwanadada wa nguvu ambaye kwa hali yake kama alishindwa kumpata Mage, basi huyu hakutaka hata kumtizama mara mbili, maana mzuri na hata muonekano wake sio pole pole. Wakati huo yule mdada aliyekwenda hewani sekunde naye akamtizama tena Eric na macho yao yakagongana. Wote wakatabasamu huku mdada akishia kutizama chini. Tumeshasalimiana hapo njiani, ndo alinielekeza hapa nyumbani, alisema yule mdada kwa sauti yake nzuri na nyororo. Kumbe mlishakutana. Alicheka Dr. Simoni na mama dokta akadakia. Haya basi, ngoja nikutambulishe, alisema mama dokta huku anamtizama Eric. Eric mwanangu, huyu anaitwa Irene, ni binti yetu pekee. Alikuwa anasomea utabibu wa magonjwa ya watoto kwa ngazi ya bachelor huko nchini India, alisema mama dokta, kisha akamgeukia mwanae ambaye alikuwa amemshika mkono. Irene, huyu anaitwa Eric, ni jirani yetu kwenye nyumba ya hapo chini, alisema mama dokta huku akionyesha kwenye eneo la kina Eric. Na Irene akageuka kutizama upande ule ambako palionekana nyumba ndogo iliyozungukwa na miti mingi sana, ambayo kwa mida ile aliweza kuona matunda ya aina mbalimbali kwenye miti hiyo kama vile machenza, machungwa, avocado, yani parachichi, mapapai na mengine mengi ambayo tukisema tuyataje yote hatutaweza kuyamaliza. Anaishi na mama yake, tena na wewe unapopenda bagia za kunde basi hapo ndo umefika, alisema mama dokta, kisha akacheka kidogo. Huku mara kwa mara Eric alikuwa anamtizama Irene kwa kuibia, akitaka kusanifisha uzuri wa Irene, lakini kila alipotupa jicho macho yao yalikutana, maana Irene naye alikuwa anamtizama Eric ambaye urefu wao ni kama walikuwa wanalingana na kuishia kutizama chini huku wanatabasamiana. Wanatabasamu yani. Ni kijana mstaarabu, yeye na mama yake tunaishi vizuri nao tu. Kwa hiyo ukiwa na shida ndogo ndogo unaweza kumueleza akakusaidia, alisema mama dokta huku mwanae akiitika kwa kichwa huku tabasamu likitawala usoni mwake. Kwa hiyo Eric, kuanzia leo usiniite mama dokta, niite mama Irene, alisema mama dokta, na wote wakacheka. Baada ya utambulisho, Irene na wazazi wake wakaingia ndani huku Eric akiwasaidia kina Mage na dada wa kazi kushusha mizigo kutoka kwenye gari, ambapo Eric alikuwa anashusha na kusogeza mlangoni. Alafu Mage na dada wa kazi wakawa wanaingiza ndani, na walipomaliza Eric akabakia amesimama mlangoni. Alisimama hapo mpaka Margaret alipotoka kuja kuchukua begi lililobakia. Wewe unasubiri nini? Hebu ondoka bwana. Wewe unadhani wakikukuta hapa watanifikiriaje? Alisema Mage ambaye mavazi yake ni tofauti na Irene. Yeye hupenda kuvaa nguo fupi au za kubana. Lakini Mage, mimi nilikuwa na shida kidogo ya kuongea na wewe, alisema Eric kwa sauti ya chini kidogo. Unataka kuongea nini zaidi upuuzi wako? Mage aliuliza kwa sauti ya chini pia. Namba yako ya simu. Kabla hajamalizia kuongea, Mage akamdaka juu kwa juu. Ili waje. Hebu nenda bwana, tutaongea kesho, alisema Mage na kuchukua begi na kuingia nao ndani, akimwacha Eric amesimama. Ukweli ilimuuma sana Eric. Lakini wakati huo mlango ukafunguliwa na katoka Irene. "Oh, kaka Eric, kumbe bado upo?" aliuliza Irene akiwa amesimama mlangoni. Hapo Eric akamtizama Margaret, maana kwa mbali naye alikuwa anamtizama kwa dharau huku anabetoa midomo yake. "Eti ananiomba buku. Sijui anataka kununua nini?" alijibu Mage huku Eric akitaka kuzuia kuongea. "Sasa Mage, kweli umeshindwa kumpatia kaka Eric buku?" Irene aliuliza huku anacheka. Wakati huo akaelekea kwenye gari ambalo lilikuwa halijafungwa kama kulokiwa. "Lakini Mage, kwani unanifanyia hivyo? Huoni kama unaniaibisha?" alisema Eric kwa sauti ya chini. Hakutaka Irene asikie. "Ndio ukome kufuatilia watu ambao sio saizi yako," alisema Mage na kuingia ndani.
Hapo Eric akaona bora aondoke zake, hivyo akaanza kutembea taratibu na kiunyonge kuelekea kwao. Lakini wakati analipita gari alilokuja nalo Irene, mara akasikia, Eric, mbona unaondoka? Njoo uchukue hii. Ilikuwa sauti ya Irene ikitokea kwenye gari. Hapo Eric ni kama alishtuka na kujihisi anakosa nguvu za miguu, maana aliona live anavyoaibika. Japo yeye na mama yake maisha yao yalikuwa chini, lakini sio kufikia kiasi cha kuomba buku. Na pia Eric aliona kuwa ataonekana anadai fedha kwa ajili ya kazi aliyoifanya. Hapana dai Irene. Anakutania, nilikuwa namuomba maji, nasikia kiu, alijibu Eric huku anaendelea kutembea kuelekea kwao. Jamani, si ungesema ningeenda kukuchukulia, aliongea Irene kwa sauti yake nzuri nyororo ya masikitiko. Usijali, nakwenda kunywa nyumbani, alijibu Eric ambaye sasa alikuwa ameshafika mbali kidogo, akimwacha Irene anawasha gari lake na kwenda kulipaki pamoja na magari mengine mawili ilipo pale nyumbani kwao. Kitendo cha kunyimwa namba ya simu na kuambiwa kuwa alikuwa anaomba buku kilimuma sana Eric. Sijui nina balaa gani na huyu mwanamke. Yaani licha ya kuwa na mipango ya kuishi naye kabisa, sio kumchezea kama wengine wanavyofanya, lakini hanitaki, aliwaza Eric njia nzima. Na hata alipofika nyumbani, Eric alimkuta mama yake akiwa anatafakari jambo. Akamsalimia na kupitiliza chumbani kwake ambako alibadili nguo na kuelekea bafuni. Bafu lilikuwa moja, akaoga na kurudi chumbani kwake. Muda wote mama yake ambaye alikuwa anaandaa bagia za kesho alikuwa anamtizama mwanae ambaye alionekana kujawa na mawazo. Na yeye hakujiuliza sana, alijua kuwa ni sababu ya huyo msichana wa jirani yao, yani Mage. Baada ya kumaliza kujiweka sawa, Eric alitoka chumbani kwake na kumfuata mama yake jikoni. Akavuta stuli moja na kukalia pembeni kidogo ya jiko ambalo juu yake lilikuwa na kalai kubwa lenye mafuta yanayochemka na kuzifanya bagia zionekane zikihangaika. Hiyo ni tabia ambayo ameshindwa kuiacha toka akiwa utotoni. Tausi au mama bagia ambaye alikuwa anatoa bagia kwenye kalai na kuziweka nyingine, akamsemesha mwanae kwa sauti ya upole, mwanangu vipi? Kuna shida huko mazoezini? Hapo Eric akagundua kuwa hali yake ya unyonge hata mama yake aliiona. Akajaribu kujichangamsha. Hakuna mama. Kwani umeona nini? Eric aliuliza huku anapeleka mkono kwenye deli la bagia zilizoiva na kuchukua kiwaya fulani kama spoka baiskeli iliyozunguka mbele na kuchoma bagia moja na kuweka mkononi mwake. Mwanangu, nakufahamu vizuri, leo haupo sawa, alisema mama Eric huku anatabasamu. Kisha akaacha kuweka bagia kwenye kikaango na kumtizama mwanae. Au Mage ameukatalia tena? Mama Eric aliuliza, na hapo Eric akacheka kidogo. Hapana mama, alisema Eric, lakini mama yake alishagundua kitu. Eric, umefanana sana na baba yako. Japo yeye muda wote alikuwa mpole, ila nilikuwa najua wakati amenyongea, alisema mama Eric huku anachukua tena kijiko cha bagia. Ila kumbuka kitu kimoja, huwa inatokea damu ya mtu mmoja inakosa kuendana na mtu mwingine, alisema mama Eric na kuanza kugeuza bagia kwenye kikaango, huku Eric akijaribu kuyatafakari maneno ya mama yake. Kuna wakati fedha na umasikini vinasababisha utofauti mkubwa kati ya mtu na mtu, hivyo hata upendo unakosekana kati yao, aliendelea kuongea mama Eric. Ila kumbuka, umasikini sio ugonjwa wa kudumu, aliongea mama Eric kwa sauti ya upole ambayo ilipenya kwenye masikio ya Eric na kuugusa moyo wake. Japo baba yako alikuwa na fedha nyingi, lakini alitokea kunipenda kipindi ambacho sikuwa na uwezo wa kuwa na nguo nzuri wala viatu miguuni mwangu. Ni kama Eric alishindwa kumuelewa mama yake anamaanisha nini. Kama Mage hakupendi, unaweza kuachana naye, unaweza kumpata mwanamke mwingine mzuri zaidi yake. Kumbuka, ukiona mwanamke ni mzuri, ujue kuna mtu nyuma yake, kuna mtu anampendezesha, iwe wazazi au mchumba wake. Hivyo tafuta wa kwako umpendezeshe.
alisema mama Eric, na baada ya hapo wakaendelea na stori nyingine. Maana mara nyingi wamekuwa wakiongea mambo mengi, hasa kuhusu baba yake Eric ambaye mama yake alikuwa anamjua kwa jina la Kijana. Usiku wa siku hiyo ndani ya nchi ya Mbogoland inaongozwa na Mfalme Eugene Mbogo, baba yake Eric, ndio siku ambayo machifu au wazee wa miji midogo midogo ndani ya nchi hii walipoitwa na Mfalme Eugene wa pili ambaye alihitaji kuongea nao. Jumla yao walikuwa 15 pamoja na wajumbe wa mfalme mwenyewe walifikia 30 ndani ya ukumbi mkubwa wa kifahari ambao kwa muonekano wake jioni ya leo ungesema kuna sherehe fulani kama vile send off au harusi kabisa. Kwa jinsi palivyopambwa pakapambika, ukiachilia ukumbi kupendeza kwa namna yake, pia vinywaji na vyakula vya kila aina vilikuwepo mle ndani, huku wahudumu waliovalia kwa namna ya kipekee wakiwahudumia wachifu na wajumbe ambao walikuwa wanamsubiri mfalme ambaye ndiye mfalme pekee aliyekuwa anatawala bila kuwa na mke, yani malkia. Kikawaida machifu walikuwa ni kama wakuu wa mikoa au wilaya ambaye mfalme angemchagua mtu yeyote pasipo kujali ametokea ukoo gani, maana kabila lilikuwa ni moja tu, ila sifa kubwa ni mtu ambaye umri wake lazima uwe kuanzia miaka 60 na kuendelea, na ndio ambao huingia kwenye vikao vya kutunga sheria na kupitisha bajeti kama lifanyavyo bunge katika nchi zetu hizi. Pia ndio watu wanaotumika kama mawaziri na wakuu wa ulinzi na usalama, wakiongoza majeshi yao kwenye mikoa au majimbo wanaoishi. Pia ndio watu pekee wenye uwezo wa kumshauri mfalme ambaye anapoona kuna jambo limemkwaza au kumshinda au kuna jambo anataka alifanye, huwa anawaita na kuomba ushauri. Kwa hiyo kwa kikao cha leo cha dharura, wajumbe walijua fika kuwa kuna jambo ambalo mfalme anahitaji ushauri, japo kiumri alikuwa ni mdogo kuliko maradufu kuliko wao. Baadaye mfalme aliingia na watu wakasimama kwa heshima wakiinamisha vichwa vyao. Salamu mwenye wa Mbogoland. Wote kwa pamoja walisema huku vichwa vyao vikiwa chini. Salama machifu na wajumbe, alisema Mfalme Eugene au mwenye Kijana kama Tausi anavyomuita mpaka leo, akishindwa kujua wayupo hai. Kisha akakaa kwenye kiti chake cha dhahabu kilichopambwa na ngozi ya chui, na wale wengine nao wakakaa. Asanteni sana kwa ujio wenu. Leo nimewaita hapa ngomeni au ikulu. Nataka niwajulishe jambo moja kama sio mawili, alisema mfalme, akimaanisha kuwa hii ni taarifa na sio hoja ambayo inahitaji mapendekezo. Iwapo nitakufa bila kumwona mwanangu wala mke wangu, mtoto wa kwanza wa kiume wa kaka yangu kwa baba yangu mdogo, ndiye atakayerithi hiki kiti na kuwa mfalme, alisema Mfalme Eugene, akiwa amechukua maamuzi magumu ya kutokuendeleza ufalme kwenye familia ya baba yake Eric, ambayo ndiyo itakuwa mwisho wa kuwepo kwa familia hiyo. Hata kama itaendelea, basi ni nje ya Mbogoland na haitojulikana na mtu yeyote. Hapo hapo mmoja wa machifu akanyosha mkono kuomba kuchangia hoja au kushauri na kuruhusu kuongea ili kujenga, lakini sio kupingana na mimi, alisema Eugene kwa sauti makini. Ewe mwenye wa Mbogoland, nipo kwenye kujenga, alisema yule chifu, kisha akapewa ruksa ya kuongea. Ewe mwenye wa Mbogoland, asante kwa nafasi hii ambayo na imani italeta manufaa, alisema yule chifu ambaye kimtizamo ni mzee wa miaka kama 65 au zaidi. Kutokana na teknolojia sasa, sidhani kama tuna sababu ya kusema kwamba tutashindwa kumpata mwenye Kijana, labda au alishapoteza maisha. Ni wakati wa kutumia wapelelezi wetu kumsaka kila yeye na mama yake, na imani tutawapata. Cha msingi ni wapewe maelekezo ya kutosha ili kuweza kufanikisha kazi hiyo. Wazo la chifu huyu ni kama liliafikiwa na watu wote waliokuwa mle ndani, na hapo ukafuata mjadala mkubwa wa maelekezo yatakayowawezesha kumpata Tausi na mwanae ambaye hawakujua kuwa alikuwa ni wa kike au wa kiume. Siku ya pili Eric aliamka mapema mida saa 12:15 na kufanya kazi zake kama kawaida.
ikiwa ni kumwagilia bustani na usafi wa maeneo ya kuzunguka nyumba yao, huku mara kwa mara macho yake akielekeza kwa kina Mage. Pengine angemwona Mage ili roho yake iridhike. Lakini mpaka saa 1 kasoro hakumwona Mage. Zaidi aliwaona Dokta na mke wake wakiondoka na gari yao Toyota RAV4, na baada ya dakika chache akamwona dada wa kazi anafagia eneo la nyumba ile kubwa ya kifahari. Nusu saa baadaye akamwona Mage akitoka nje ile nyumba. Eric alimaliza kazi zake na kumsaidia mama yake kuweka deli la bagia nje ya nyumba, ambapo wateja wangeanza kuja na kununua zile bagia. Baada ya hapo Eric akaenda kusimama dirishani, ambapo mida ya saa 2:30 akamwona Irene akitoka nje ya nyumba yao akiwa kapendeza kweli kweli ndani ya gauni lake refu la maua lililomkaa vizuri mwilini. Viatu vyenye visigino virefu ndivyo vilivyozidi kumfanya aonekane kama mrimbwende anayetaka kuingia kwenye jukwaa la wanamitindo. Eric akiwa ndani mwao anachungulia dirishani akamwona Irene akigeukia alikotokea, yani mlango wa nyumba yao. Kisha kama akawa anaita, na dada wao wa kazi akaja mbio mbio akionekana anampa kitu kama pesa mkononi na maelekezo fulani ya mdomo. Halafu yule dada akaanza kukimbilia kuja kwa kina Eric, huku Irene akimsindikiza kwa macho. Dada wa kazi akapotelea upande wa mbele wa nyumba yake na Eric. Dakika chache baadaye Eric akasikia vishindo vikisikika kuja usawa nyumba yao, na baada ya sekunde chache vikakoma. Bagia ilikuwa sauti ya dada wa kazi wa kwenye nyumba ya Dr. Simoni. Hiyo ndo kama hodi kwa wateja wa bagia. Eric, nenda nje, kuna mteja. Ilikuwa sauti ya Bitausi ikitokea jikoni. Wakati wote tayari Eric alikuwa ameshaufikia mlango. Ndiyo mama, alisema Eric huku anatoka nje. Akamkuta dada wa kazi wa Dr. Simoni. Naomba bagia za 1,000, alisema yule dada huku akimkabidhi Eric noti ya 10,000. 10,000, alisema Eric kwa mshangao huku anapokea ile 10,000. Akatizama kule kwa Dr. Simoni, macho yake yakakutana na macho ya Irene ambaye alikuwa anatizama upande wao. Akamwona Irene anapunga mkono ikiwa ni ishara ya salamu, yani hai. Naye akapunga mkono kisha akaondoa macho yake kumtizama Irene. Vipi? Mage anafanya nini? Eric alimuuliza dada wa kazi ambaye alikuwa anaitwa Sia, ikiwa ni kifupi cha Siamini. Nimemwacha anaoga, alisema Siamini huku Eric anafunga bagia kwenye kipande cha gazeti. Na kabla Eric hajaongea kitu, Siamini akaongea tena. Lakini bagia amenituma Irene, amesema yeye hawezi kunywa chai na mkate. Hapo Eric alikuwa ameshamaliza kufunga bagia. Sawa, wachukua hizi bagia na hii hela utaleta baadaye, sasa hivi change hatuna, alisema Eric huku anamkabidhi dada wa kazi zile bagia na ile noti ya 10,000. Kisha akatizama kwa Dr. Simoni. Akamwona Irene anaingia ndani ya nyumba yao huku macho yake akitizama upande wa nyumba yake na Eric. Waisha, naona Irene anakusubiri, alisema Eric, na dada wa kazi akaanza kukimbia kuelekea kwao. Eric akarudi ndani na kuanza kufanya kazi ndogo ndogo zinazomhusu, huku mara kwa mara anachungulia dirishani kama angemwona Mage. Ukweli licha mambo yote, lakini bado alikuwa anampenda sana mwanamke huyu na angetamani sana kuwa naye kwa hali yote ile. Mama yake Eric, yani Bitausi, alikuwa anashuhudia perika za mwanae, mara dirishani, mara mlangoni, macho kwa Dr. Simoni. Kitendo hicho kilikuwa kinamuumiza sana mama huyu, hasa akizingatia kijana wake ni mstaarabu na hakuwahi kumuona akiambatana na wanawake. Yeye alikuwa ni mtu wa kwenda sokoni kupeleka bidhaa, ambapo walikuwa wanatumia magari yani kirikuu au pikipiki za matairi matatu toyo kwenda kuuza bidhaa zao sokoni kwa bei ya jumla. Na zaidi ya hapo ni mazoezi ya mpira wa miguu kwa mida jioni. Ukweli ni kwamba mama huyu aliumia sana kwa kitendo cha mwanae Eric kumpenda mwanamke ambaye kila kukicha huwa anabadilisha wanaume. Kwa kifupi, hakuwa na sifa ya kuwa mpenzi au mke wa mtu yeyote. Nusu saa baadaye, Eric akiwa sebuleni anaendelea na kazi zake, mara akasikia
Shikamoo Mama Eric. Ilikuwa sauti nzuri ya kike ambayo ilitokea upande wa kina Mage. Lakini Eric hakujali sababu alitambua kuwa haikuwa sauti ya Mage. Marahaba, ujambo, aliitika Mama Eric, na hapo salamu zikaendelea. Sijambo, nimefurahi kwa bagia nzuri, ilisikika sauti ya Irene ambaye Eric hakutaka hata kujisumbua kwa mwanamke huyu ambaye matawi yake sio saizi yake kabisa. Maana licha ya Irene kuwa ni msichana mzuri kiasili, pia alikuwa mrembo mwenye muonekano wa kuwa na uwezo wa kifedha, pasipo kujali kuwa anapewa na wazazi au mwanaume wake. Asante mwanangu, kila siku zipo, karibu, alijibu Bitausi au Mama Bagia. Haya mama, baadaye naenda mjini mara moja, alisema Irene, na hapo Eric akachungulia dirishani. Haya mama, karibu, alisema Mama Eric, na hapo Eric akamwona Irene akiwa na dada wa kazi. Nadhani ndiye alimweleza Irene kwa yule ndiye Mama Eric. Irene akaingia kwenye gari lake lile la jana, yani Toyota Voltz jeusi, na kuondoka zake. Eric uko wapi? Eric alimsikia mama yake akiita huku anakuja sebuleni mbio mbio. Eric akazuga anaendelea na kazi zake. Eric, umemwona yule binti pale kwa kina dokta? Aliuliza Mama Eric, yani Bitausi, kwa shauku. Ndio, nimemwona toka jana. Kwani kafanyaje? Eric aliuliza akijifanya kumshangaa mama yake. Unauliza kafanyaje? Kwani wewe hujamwona jinsi alivyo mzuri na mwenye heshima? Kwani huyo Mage wako alishawahi kunisalimia kwa mbali hivi? Si mpaka tupishane au aje na shida zake? Aliuliza Mama Eric huku akimkazia macho Eric. Sasa mama, hata kama ni mzuri, sijui ana heshima, mimi nitafanyaje? Wewe mwenyewe unaona kabisa yule ndo mtoto wa dokta na lile gari ni la kwake. Sasa mimi ambaye hata baiskeli sina, nitamweka wapi? Eric aliuliza kwa sauti ya kinyonge. Hapo mama yake Eric akamtazama naye kwa macho ya upole, kisha akamwekea mikono kwenye bega. Kaambia Eric, wewe sio maskini kama unavyojifikiria. Halafu mapenzi hayana mbona wala kwa nini. Mapenzi ni vile unavyojiweka, alisema Mama Eric kwa sauti ya upole. Eric alicheka kidogo. Mama, unachotaka kuona mwanao unachanganyikiwa tu. Sio kila kitu ninachokipenda lazima nikipate. Wacha vingine vinipite, alisema Eric, na hapo akamfanya mama yake azidi kwa mnyonge. Lakini mwanangu, mbona baba yako alikuwa mtu tajiri? Alikuwa ananipa fedha ambayo nilikuwa naiogopa hata kuishika. Lakini akanipenda mimi ambaye nilikuwa sina uwezo wa kuvaa kiatu mguuni, alisema Mama Eric. Hapo Eric akacheka kidogo. Mama, naona hayo tuyaache. Kama inawezekana nisaidie kumpata Mage. Hapo Eric akamfanya mama yake aondoke kabisa na kuelekea nje. Lisali moja baadaye, wakati Eric akiwa anaendelea na kazi zake, mara akamwona Mage, kipenzi cha roho yake, akitoka nje ya nyumba yao. Amevalia kigauni fulani hivi kifupi ambacho kiliacha asilimia kubwa mapaja yake nje, akiwa anaongea na simu. Hapo ndipo Eric alipoona kuwa hii ndio nafasi ya kuwahi kuongea na Mage. Eric akatoka haraka nyumbani kwao na kuelekea kwa dokta kuwahi Mage, huku akimpita mamake pale nje ya nyumba yao. Ni kweli Mage alikuwa mzuri japo mfupi, lakini Mage alikuwa na umbo fulani lililojazia kwa chini, yani hips na makalio. Pia kifua chake kilijaa maziwa makubwa yaliyosaidiwa kusimamishwa na sidiria. Ni kweli hakumfikia hata kidogo Irene, lakini Irene utamwingia vipi ukizingatia ni mwanamke mrembo, mzuri, ana kila sifa ya uzuri na urembo, mtoto akishua, licha ya wazazi wake kuwa na fedha ya kutosha na yeye kumiliki gari lake binafsi. Pia mwanamke huyu alikuwa ni doctor specialist wa magonjwa ya watoto. Huyu ndiye saizi yangu, aliwaza Eric kuwa anamfuata Mage ambaye alikuwa na simu mkononi akiongea huku anaelekea kwenye barabara iliyopo mbele ya nyumba yao. Ndio, mwambie afuate barabara hiyo hiyo ya upande wa kushoto. Eric alimsikia Mage akiongea na mtu kupitia simu yake. Ndio, hiyo hiyo ya mtaa wa pili. Mtanikuta na kusubiri njiani, alisikika Mage ambaye aliposema hivyo akakata simu. Mambo Mage,
Alisalimia Eric kwa sauti ya upole na unyenyekevu, maana alijua kikosea kidogo ndio sababu ya kukosa nafasi ya kuongea na Maggie. Poa, vipi? Alitikia Maggie akionyesha yupo busy, anatazama upande wa juu wa barabara. Naona leo umependeza, alisema Eric huku anacheka, ikiwa ni njia ya kueleza alichohitaji kueleza kwa Maggie, ambacho mara zote kimepingwa. Ndio kilichokuleta hapa? Unawezaje kusifia kitu ambacho kimenunuliwa na mwanaume mwenzio? Alisema Maggie kwa sauti yenye chuki ya wazi kabisa. Kukununulia sio issue. Si wewe tu mwenyewe unashinda kunikubalia, alisema Eric kwa sauti fulani ya kubembeleza. Eric, naomba uondoke. Utanitafuta muda mwingine. Sasa hivi nasubiri mgeni wangu, alisema Maggie kwa sauti fulani ambayo haikuwa rafiki. Poa, basi nipe namba ya simu ili nikutafute baadaye, alisema Eric kwa sauti ya tahadhari, maana siku zote alikuwa ananyimwa namba hiyo. Hapo Maggie akageuka na kumtizama Eric kwa macho ya dharau kidogo. Unaanzaje kuwasiliana na mwanamke kwa simu ambayo amenunuliwa na mwanaume mwenzako? Aliuliza Maggie huku anamtizama Eric. Jibu hili liliuchoma moyo wa Eric ambaye hakujua jibu au aseme nini. Lakini kabla hajapata jibu, wakasikia mungurumo wa pikipiki ukija upande wao. Wote wakatizama upande inakotokea ile pikipiki. Wote kwa pamoja wakaiona pikipiki ikija kwa mwendo wa taratibu, ikiwa mita chache toka pale walipo, ikiwa imebeba abiria mmoja, ikija na kusimama pale walipokuwepo wao. Hapo abiria akashuka na kulipa gharama za usafiri, kisha pikipiki ikaondoka. Muonekano wa abiria ambaye ni mgeni wa Maggie alikuwa ni kijana wa makamu ya miaka 35 au 6, mwenye kimo cha tofauti kidogo sana na Maggie. Kama angesimama na Eric, basi jamaa huyo angemfikia Eric kwenye mabega. Sema huyu jamaa alionekana kuwa na maisha fulani hivi ya kujitegemea. Hata ukimtizama uvaaji wake wa suruali nyeusi na shati lake la mistari mieupe na mieusi alilochomekea vizuri na kufanya kitambi chake kikubwa kionekane vizuri kiasi kitembea ungeona kama yule mpiga ngoma kubwa ya blast band, yani zile ngoma za kwenye magwaride makubwa ya wanajeshi na polisi pale uwanja wa Taifa. Niambie baby, kumbe mnakaa huku mtaa mzuri sana wa watu wenye fedha zao, alisema yule jamaa huku akimsogelea Maggie aliyekuwa anacheka cheka. Baby bwana, eti mtaa wenye nazo, mbona kawaida tu. Karibu ndani basi, alisema Maggie. Asante, lakini huyu ni nani kama namfahamu vile, alisema yule jamaa huku anamtizama Eric. Huyu ni jirani yetu, huwa anatuuzia mboga, alikuja kuleta mboga, alisema Maggie huku anamshika mkono jamaa yake na kumuongoza ndani, huku yule jamaa akimtizama sana Eric. Yani hii sura sio ngeni kabisa, au kuna mtu namfananisha naye, alisikika yule jamaa huku akikokotwa na Maggie kuelekea kwenye mlango wa kuingilia ndani. Unamfananisha na nani bwana? Labda ulimwona huko sokoni, maana huwa anapeleka mboga na matunda, alisema Maggie huku anamuongoza mgeni wake kuelekea ndani. Wakimwacha Eric amesimama akiwasindikiza kwa macho, wakitokomea ndani huku roho inamuma vibaya sana. Eric hakuwa na la kufanya, akatembea taratibu kuelekea nyumbani kwao. Alipofika alimkuta mama yake akiwa anaendelea na kazi zake. Akataka kupita kimya. Anasema wifi. Eric alisikia sauti ya mama yake ambaye alionyesha wazi kuwa alikuwa anafuatilia tukio zima. Eric hakujibu kitu, aliingia ndani na kwenda kujilaza kitandani kwake. Sijui angekuwa mzuri kama Irene, angekuwaje, aliwaza Eric huku akiwa amejilaza kitandani, macho yake yanahesabu migongo ya bati. Naam, mambo yalikuwa kama hivyo. Hata Bitausi alihisi kuwa huo ndio utakuwa mwanzo mzuri wa mwanae kuachana na Margaret. Lakini ilikuwa bahati mbaya kwa mama Eric, sababu Eric bado alionekana kumfuatilia sana Maggie. Hatimaye wiki mbili zikapita huku Eric akionekana wazi kuhitaji kulipata penzi la Maggie, huku Maggie mwenyewe akionekana wazi kutokuwa na hata uwazo la kuwa na kijana huyu ambaye alikuwa tofauti na watu ambao alikuwa na wahitaji. Lakini msimuliaji wa hadithi hii ambaye ni Tausi mwenyewe anasema kuwa licha mambo yote haya, lakini Eric hakuwahi kuichukia hali yake ya kukosa fedha na kumshawishi Maggie
wala kuacha kujaribu kuwa karibu na Mage. Kama kawaida, mara kwa mara alikuwa akiomba namba ya simu, akidhania kuwa angemweleza maneno matamu kupitia SMS, kwa mama yake akiendelea kumtizama Eric, akishindwa kumsaidia kuondokana na ile fedhea. Ukiachilia tabia za ajabu za Margaret ambazo zilimkera sana Eric, huku Eric akiziona za kawaida. Mwenzia Irene, japokuwa hakuwa mwongeaji sana, zaidi salamu, pia hakuwa mtu wa kununa mara zote. Alionekana mwenye tabasamu. Hakuwa na mazoea sana na watu wa pale mtaani, maana muda wote alikuwa anashinda kazini, ambako ni hospitali kwa baba yake, ambako alikuwa amefunguliwa kitengo cha kutibu magonjwa ya watoto. Na kwa muda mfupi alikuwa ameshafahamika sana hapa mjini Songea kutokana na umahiri wake katika kutatua na kutibu magonjwa ya watoto wadogo ambao mara nyingi hawawezi kujieleza. Naam, siku ambayo Eric alipata machungu makubwa ilikuwa siku ya Jumamosi, siku ambayo Eric alipeleka bidhaa sokoni kama kawaida yake. Ilikuwa mida ya mchana, mida ambayo Eric alikuwa narudi nyumbani akapumzike ili baadaye aende kwenye mazoezi yake ya kila siku. Sasa basi, wakati anakatiza kwa Dr. Simoni, ndipo aliposikia sauti kutoka kwenye dirisha la sebuleni kwa Dr. Simoni. Eric, afadhali nimekuona. Ilikuwa sauti ya Margaret. Hapo mapigo ya moyo ya Eric ni kama alisimama kwa muda. Akasimama na kutizama kule kwa dokta. Akamwona Mage akitoka dirishani, na huku uso wake ukiwa umetawaliwa na tabasamu mwanana. Yaani yeye ndivyo alivyoona. Na sekunde mbili baadaye akatokea mlangoni akiwa amevalia suruali moja nyeusi yenye kitambaa fulani cha kuvutika iliyomshika vizuri mwanadada huyu. Alijaliwa makalio makubwa na manyonyo manene na kumfanya azidi kwa mfupi zaidi. Juu akiwa amevalia kijishati fulani ambacho akiinua mikono juu kinaacha maeneo ya tumbo wazi. Ni wazi kabisa alionekana kuwa ana mtoko. Yaani nilikuwa na kuwaza sasa hivi watu wanasema kimfaacho mtu chake, alisema Mage huku anatembea kwa kunyata kumfuata Eric. Ni kutokana na viatu alivyokuwa kavivaa kuwa na kisigino kirefu. Eric alitabasamu kwa wadhifa aliopewa na mwanamke ambaye anampenda na kutamani awe kwake siku zote. Niambie Mage, umependeza leo. Unaenda wapi? Aliuliza Eric huku anatabasamu. Ninaenda au tunaenda? Alisema Mage huku akimfanya Eric asimkwe na mwili wote. Tunaenda? Eric aliuliza huku tabasamu la mshangao likionekana wazi usoni mwake. Jamani Eric, kwani hutaki kutoka na mimi? Mage aliuliza kwa sauti ya kudeka. Vijana wa sasa wanaita kujibebisha. Hapo Eric akazidi kulegea, maana aliona dalili za wazi kabisa kuwa Mage anaelekea kumkubalia ombi lake la kuwa naye. Okay, poa basi, ngoja nikaoge alafu twende zetu, alisema Eric huku anataka kuondoka kuelekea nyumbani kwao. Lakini Mage akamdaka. Hapana bwana, mbona upo vizuri tu, twende hivyo hivyo. Kwani atakuuliza nani? Sauti ya ushawishi ya Mage ilimlegeza zaidi Eric na kukubali ombi la Mage. Safari ya kuelekea kwenye kituo cha daladala ikaanza, huku wawili hawa wakiongea kwa furaha, huku Eric ambaye alikuwa na fedha ya mauzo mfukoni mwake akiwa na uhakika kwa mbuzi kajileta kwa muuza supu. Hivyo hakuwa na haja ya kukumbushia ombi lake. Zaidi waliongea story mbili tatu. Mwenzio ningekuwa kama dada Irene, ningejidai, alisema Mage wakati akiwa kwenye daladala. Kwa nini unasema hivyo? Eric aliuliza, japo alikuwa anajua kwa nini Mage anasema hivyo. Yaani anapendwa na kina anko, halafu mwenyewe mzuri, alisema Mage, kitu ambacho Eric alikuwa anakifahamu. Mbona hata yeye mzuri, alisema Eric kwa sauti ya chini. Kweli lakini simfiki dada Irene. Halafu nikwambie kitu, yaani ukubwa wote ule hajai kuwa na mwanaume, alisema Mage, kitu ambacho Eric hakuwa anakijua. We, unasema kweli? Ina maana watu hawamtaki? Eric aliuliza kwa mshangao. Wenzao wanamfuatafuata mpaka kero. Yaani kuna wakati hata simu yake huwa anaizima kwa ajili ya usumbufu, alisema Mage na kuendelea kuongea. Na amesema namba yake ya simu hampi mtu yeyote tena. Mage alizidi kumwaga sifa kwa dada yake hata aliposhuka mtaa wa Mahenge na kuelekea kwenye baa moja ilizungukwa na makazi ya watu. Kwa maelezo ya Mage, walikaa kwa ndani kabisa, maana muda huu
haukuwa kunywa pombe na kuagiza vinywaji. Eric aliagiza soda, huku Mage akiagiza waini moja ya gharama kidogo. 15,000 ndio ilikuwa bei yake, lakini hawakulipa kwanza fedha ya vinywaji vile. Inaonekana mhudumu wa pale alikuwa anamfahamu vizuri Mage. Yaani Irene anakataa Bahati kweli. Yaani anamfuata watu wenye fedha zao, lakini anawakataa, alisema Mage, ambaye muda wote alikuwa anaelezea sifa na tabia za binamu yake Dr. Irene. Kwani mapenzi ni fedha? Aliuliza Eric kwa sauti ya utulivu. Sasa je, wewe unadhani ningekuwa mimi nisingeacha? Tena hata waje 10 ningejua namna ya kuwapanga, alisema Mage bila kutambua kwa maneno yake ilikuwa inapasua moyo wa kijana Eric. Jamani, hata sijui tumsaidiaje huyu kaka. Guys, hii ilikuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya sehemu ya 4. Asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Asante kwa kumchagua Binti Trishi. Asante sana kwa support yako. Nathamini mno support yako. May God bless you. Love you so much.